Bon, mwanza kuanza kazi ya uimbaji nilianza mkorali ya batoto. Bon, nilikuwa imba mkorali ya batoto. Après age fulani nikaenda mkorali ya bakubwa. Après pale nikaendelesha tu kazi ya huduma. Jambo wapendwa watazamaji wa Ila TV, tunakuja tena kwa leo kwa kuwaletea mambo mazuri. Tunapendelea tena leo tuweze kuwajia na yale ambayo watakao yafurahisha. Wapendwa watazamaji, kama kawaida kwetu sisi ni Ila TV ambao tunakuwa tunaripoti kila siku ndani ya nchi ya DRC, na hapa tunakuwa jimboni Kivu la Kusini, tukiwa tarafani Mwenga, hapa ni mjini Kitutu, ambao leo hii tumekuja tena kuwaletea mambo mazuri. Mpendwa mtazamaji, kama vile nilivyowaambia tangu mwanzo, tunapenda kuwaletea mambo mazuri. Leo tumekuja kuzungumza na dada mmoja hivi ambaye mtakuwa mnafahamu nini wenyewe hapa baadaye, kwani tutakuwa tunamkaribisha na atakuwa amejitambulisha kwa majina ya kwake na kazi ambayo anakuwa anafanya. Kwa hiyo basi, mpendwa mtazamaji, sitakuwa na mengi ya kuwajia kwa sasa ama kuongelesha kwa sasa. Mtakuwa mnatambua yote kwa kipindi ambacho takuwa imeletwa kwa siku ya leo. Kwa hiyo tu unapotazama video usisahau kulike, vile vile kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ili wengine waweze kwenda na kuifuatilia vizuri. Na kama ni kwa mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi, ni vizuri pia kujiunga kunako channel ya kwetu ili uweze kutupatia fursa ya kuendelea na mambo mengine baadaye. Mimi ni Elizabeth Mazambi, kama vile mnanifahamu vizuri, na kamera nakuwa imeshikiliwa naye Bonane Riziki. Dada, habari Mzuri. unaweza kutambulisha kwa watazamaji wetu waweze kutambua vizuri, kama vile nilivyosema tangu mwanzo, kama tunakuwa na mgeni tu wa siku ya leo. Kwa majina unaitwa nani, unafanya kazi gani? Kwa majina naitwa Esther, mimi nafanya kazi ya uimbaji. Kazi ya uimbaji nilianza niko na wita. Na wita. Ulianzia mkanisa ama ulianzia kama mkarti? Bo, kazi ya uimbaji nilianzia mkanisa. Kanisa ukiwa na age ya wita. Ulipendaka kuanza kwa utashi wako wewe peke ama ulikuwa kubeba na? Hapana, kwa utashi wangu mimi peke. Kwa utashi wako wewe peke mwaje ya wita? Ndio. Kwa utashi wako wewe peke. Na wakati ambapo ulipoendelea na hiyo kazi ya uimbaji, ukaendelea namna gani? Napenda tu nipatie historia fupi ya mwanzo ya kuanza ile kazi ya uimbaji. Bo, mwanzo kuanza kazi ya uimbaji nilianza mkorali ya batoto. Bon, nilikuwa imba mkorali ya batoto. Après age fulani nikaenda mkorali ya bakubwa. Après pale nikaendelesha tu kazi ya huduma. So ulianza kama mkorali ya watoto, na natamani pia kujua hiyo kanisa ambayo ulikuwa naimbia yako mkorali ya watoto, je, na ndio kanisa ambayo unakuwa ukiimbia mpaka sasa? Hapana, nishabadilisha kabisa. Kwa nini ulibadilisha? Na vile nipatie hiyo historia fupi ili niweze kutambua vizuri. Bo, ilikuwa siku baliniinvite ukanisa na jina kanisa ninajua Terama, niende nyimbe yako. Après kuimba mule batumishi wakasikia bananifurahia. Après kunifurahia bakaenda nilomba kwa mchungaji wangu. Mchungaji akaniruhusia, akasema yote ni kanisa na yote ni imani moja. Kwa nini mchungaji akakupatia uende kwa wengine wakati wewe ulikuwa muimbaji wake wa hiyo kanisa? Bo, ukujua na wewe ni kitu gani? Par exemple leo kuna mtoto wako, banakia tu kulomba ndio vile nipatie mtoto wako akue wangu par exemple, unaweza ikaitika? Hapana. Sasa na kwa nini mchungaji alifanyaka vile wanamlomba wewe na akaitika akulivre kubengine? Bo, mkanisa tuko waimbaji ba mingi. Asa mwele ile kanisa mkukusha kwa waimbaji. Njo donc akaniruhusia tu niende nianze nimbe mule, niendeleshe tu huduma bora, imani bakie imara. Na kwa sasa unakuwa na miaka ngapi ukiwa muimbaji? Niko 17 ans. Una 17 ans muimbaji? Ndio. Ulianza na wita? Ndio, nilianza na wita, donc à ce moment niko na 17 ans. Donc 8 ans mpaka 17 ans. Ulianza hiyo kazi ya uimbaji ukiwa na miaka 9 hivi?
Miaka ya kenda hivi yako. Ndio ushafanya hiyo miaka ya kenda mkazi ya uimbaji. Sasa nataka sasa uliza swali. Unafanya uimbaji tu kanisani ama unafanya uimbaji ya kuepeke ya kujimbia sasa kama kazi? Ninafanya uimbaji kanisani na ninafanya pia uimbaji yangu ya kuimba tu mipeke binafsi. Ya kuimba binafsi. Hiyo kazi ya kuimba mipeke binafsi ulianza mwaka gani? Hayakawia sana mimi naanzia ile kazi ya uimbaji. Sasa namna gani wakati tu uko muimbaji ukaanza penda uanze imba ama? Hapana, mamangu ni muimbaji. Mamangu anatosha manyimbo. Donc nikafurahia na mie nianze nimsaidie. Après kule kumsaidia vile ndio na mimi nikaanza ndani najua kidogo. Mamako ni donc ulianza kwanza kuimba na mamako mzazi. Nyimbo moja, mbili ama nne. Na muliwahi kufanikiwa kutosha nyimbo ngapi wewe na mamako? 4. Nyimbo 4. Na kwa nini sasa ukapendelea kuacha kuimba na mzazi, ukapendelea kuanza imba wewe peke yako? Hapana, sikuacha kuimba na mzazi, tuko naendelea shibote. Donc kwa nisaidia. Iko kusaidia meonyo na shimamia hiyo nyimbo ambao zenye uko natosha kwa sasa. Ndio mimi ndio nimeshimamia me sponsoro niseme ndaweza sema ni yeye. Ndio kuna ndio. Sasa hapa Kamituga umeshawahi kuparticiper ku featuring ngapi ya waimbaji hata tu wa kanisa hata waimbaji mbalimbali umeshawahi kuingia mnamo featuring ngapi? 2 tu. Na unapoingia moyo featuring unatoka meilleur ama? Hapana. Kwani nilisikia hapa jana kama featuring ambayo mlifanya, unaweza kutuelezea ilipita namna gani ambayo mlikuwa mnamalizia hapa jana? Ilipita mzuri. Nilikuwa watatu parmi bafie mimi ndio nilikuwa donc mimi ndio nilishimamia bafie bote mkuimba. Mais ilikuwa mzuri, mais haiko mimi ndio nilitoka meilleur, haiko mimi ndio nilikuwa Ganya ilikuwa mimi nilikuwa parmi ba troisième. Kwa hiyo wakati ambapo ulipotoka watatu par exemple, kiki unasema utoka kwa watatu, uliweza jisikia namna gani mwe? Ukajipatia tena ile fursa ya kuendelea ama ikakukwaza moyo yako? Hapana. Nilisikia tu ni place yenye na nimerite. Ni place na ndio. Mais unasipenda tena kesho yake bukakuwa nyingine featuring. Unasipenda upendelea utoke wa kwanza? Ndio, ndeza penda nitoke wa kwanza. Kwa nini ambao wakafanya purke hiyo siku ifikie ama ufikie mole lengo ya kutoka wa kwanza? Tuanze sikia Kamituga dada Esther ndio kutoka wa kwanza parmi baimbaji wenyewe walikuwa na participer mu featuring. Kwa hiyo unazifanya kama nini wewe mwenyewe unapenda kufikia kwa hiyo lengo? Besoin niko nayo tu ni kupata ba sponsor ba konsutenir mkazi ya Mungu. Ndio tu niko na besoin nayo. Ndio tu besoin yako. Donc tangu hapo ulipoanza hiyo kazi ya kuimba mpaka sasa, je, unasema kama mwenye yuko kama sponsor wako kwa sasa ni mamako mzazi? Apari mamako mzazi hakuna mwingine mwenye uko naye? Hapana. Hakuna mwingine mwenye uko naye. Yeye tu ndio mnafaka mnatosha manyimbo. Na kwa sasa hizo nyimbo zenye unaniambia uko na nyimbo 4 zenye ushatosha wewe peke yako, je, ziko muojo tu ama ushaitosha vizuri? Zingali muojo. Zingali muojo. Nini ambayo natuma haiko mu visual? Yenye natuma haiko mu visual ni moye ya makuta. Ni moye ya makuta. Donc ukapata hiyo moye ya kutosha hiyo image, unaweza ukatosha hiyo video zako ambao unatarajia kuitosha. Na ulitosha ile audio yote kwa siku moja ama kwa zenye ulianza mbele na zingine zikafuata nyuma? Hapana, ni siku tofauti. Ni siku tofauti. Ndio. Siku tofauti. Na kwa nini tu ulifanya msiku ngapi? Audio nilifanya 3 semaines. 3 semaines. Basi penda kwanza uniambie kwa zile nyimbo ambao unasema uko na zio nyimbo 4 ambao ulishafanya audio, unaweza kutuimbia kwanza moja
tuweze donc tuweze kujua kama binyoko natuambia ni kweli vile. Mezosi pia wapendwa watazamaji watakuwa na hiyo haja ya kusikia sauti yako na kusikia yale ambayo unakuwa unafanya kama kazi. Je, uko tayari kwa kutufanyizia hiyo kapela ya nyimbo? Ndio, niko tayari. Tufanyizia. Siku ya hatari inakuja, siku ya hatari inakuja, siku ya hatari inakuja, siku ya hatari, siku ya kiyama, siku ya kilio kwa wale watakaobaki, siku ya hatari, siku ya kiyama, siku ya kilio kwa wale watakaobaki, siku hiyo. Asante sana. Shukrani sana kwa yale ambao unakuwa unatufurahisha kwa saa hizi. Nadhani kama wapendwa watazamaji ambao yuko natufuata kwa saa kama na hizi wanakuwa wamefurahishwa na nyimbo ambayo unakuwa unawatolea. Unasema siku nini, nyimbo unasema nini? Siku ya kiyama, siku ya hatari. Siku ya kiyama, ya kiyama. Kiyama ni Kiswahili. Ndio. Kiswahili safi. Unaweza kutufahamisha au unasema bo? Ndeza fasiria nyimbo. Nyimbo inamaanisha kama dunia na karibia kufika mwisho, tuwe tayari, Yesu karibu kuja. Na niko sasa nauliza juu ninepo kufuata tangu mwanzo, kuna kwa kitu ambao inakuwa inanijia kichwani. Uko mtoto mdogo, ngali na umri wa miaka chini, kwa nini tu ulipendelea kuimba hiyo muziki ya kimungu? Kwani watoto wa siku hizi hawachichi kabisa mikono ya Mungu. Mewe unachichia mikono ya Mungu mpaka unafikia wakati ya kutolea Mungu kazi yako, unaifanya kupitia Mungu na kuendelesha maneno ya Mungu. Kuna wale ambao wanaweza kuokoka kupitia nyimbo zako. Hata napenda sana nijue kwa nini ulipendelea kuimba hiyo muziki za kimungu kwa kufanya hiyo muziki ya kidunia. Ni roho yangu ndio tu ilinituma, nafsi yangu, na kengine mwetu ni ba Kristo, shivote mule ni ba Kristo. Mamangu ni mwimbaji, donc nikapenda nifate don ya mamangu. Ndio maana ukapenda ufuate don ya mama kwa kusukuma na mtu ya kwa utashi wako. Kwa utashi wangu mimi mwenyewe. Na sasa umeshakuwa ama umeshapata hiyo opportunity ndisema ya kutoka hapa Kamituga kwenda imba nafasi nyingine? Ndio. Kama wapi? Bukavu. Chaimba Bukavu. Ulienda imba, ilikuwa ni featuring ya maji? Ndio, ilikuwa ni featuring ya mie na Dasiku na frère Dinake Richard, ni hapa ne Kamituga. Ilikuwa ni featuring ya watoto hapa Kamituga, mkenda ifanyezea Bukavu. Ilikuwa ya kutoka maalama maji? Hapana, kukua kutoka maalama. Kukua maalama, watu kwenda nifurahisha tu kuimba. Na ulipokuwa huko Bukavu, ulikuwa namna gani? Ulijisikia namna gani kazi yako? Je, watu kule walikukamata namna gani? Wama kuapreciate mu lugha ya Kimongo? Nilipokuwa Bukavu nilisikia mzuri sana. Nikaisikia kabisa kazi ya uimbaji ni kazi ya mzuri sana. Ni kazi ya kufurahisha sana. Donc kwa kifupi ni kazi tu ya mzuri sana. Na wakati hapo ulikuwa Bukavu, uliwahi kukutana na wengine waimbaji ambao wanakuwa mjini Bukavu? Ndio, tulikutana na Dasiku, Olivier Mbiso, Masi Masilia. Ukakutana nao ukazungumza nao na vile vile ukachangia nao kazi ya wimbo? Ndio. Na kwa sasa unaweza kupendelea kufanya featuring na nani, ama ukapenda kutosha muziki na mtu fulani, unaweza kupendelea kutosha muziki na mwanamuziki nani ambaye anafanya nayo kazi ya uimbaji ya Kimongo? Zaidi sana ndeza penda na njoo itaji yangu ni featuring na Mama Deborah. Mama Deborah ni wa Bukavu ni wa? Hapana, Deborah iko wa Bukavu. Deborah j'espère ni wa Kine. Ni wa Kine.
unaweza kusema hiyo ombi yako unaitia kwa watazamaji ambao watiboko wako na kutazama kwa sasa kama na hii ile ombi ile haja ya moyo wako ambao unapenda kuyafanya nisipenda nipata na mtu fulani unaweza kusema uiseme wewe pekee uitamke mkinywa yako. Ombi yangu zaidi Kwa nini unapendelea wale wawili? Unafurahia kwa sababu na unapofanya hiyo kutunga nyimbo unafanya namna gani kwa kufikia ambapo unatunga nyimbo ambapo unafikia kwenda kuimba? naanza na kichwa juu niliona ushiku sasa natunga nyimbo vile kwa tumekaa nafasi kwa tulivu tunaanza pana lakini chose grave nilishangala Bukavu atukikala tete yaseme tuanze pana mawazo ni kufika tu studio na kila mtu akaanza kusha mawazo yake na pale pale na tukaanza kila mtu akaanza kusha mawazo yake na pale pale tuanze ndio nafika pale ndani na maki hakuna hata kuambia uanzie hapa hivi wimbe hivi hapa maki wakusha kono naingia mkubwa ndio sasa tunapenda pia kuongelea kuhusu shule unasoma ya Natarajia aje utaendelea shule ama utaachia? Utaendelea wapi? Nilikuwa na dosi niendeshe magonjwa ikajitokeza na sisi tukasema kwanza nishuke ndio utaendelea hapo na utaendelea vile pia kazi yako. Sasa unaweza kumwambia sasa ile siku naona gani ambao utatoa kwa watazamaji wetu ile ambao unapendelea kufanya ile ambayo iko moyoni mwako tunapenda kukuambia niko na haja ya hivi kwa kuendesha kazi yangu na kwa naona yangu zaidi ni suteni kazi ya dunia na baba suteniri kuna wale ambao wanasteniri mtu kupitia kumbe anaweza kusaidia kupitia maneno kupitia mtandao kupitia tu vitu vingi hasa wanakuwa na bidhaa kusuteniri kupitia shauri ama kama ndio suteniri pesa na suteniri kwa kuishi pia kuna shauri na hiyo kazi ambayo tunatarajia kufanya hapo mbeleni unaikuwa na mpango gani kuhusu wao na ulisha tosha ujumbe kwa hiyo unapangalia ni kuje nini ile kazi ambayo niko na tarsha kusema paske malizano zingali niko tarsha kusema itakuwa le 30 ya mwezi niangalie je Mungu atafanya kitu kidogo kinapata kusudi nisaidie juu ya na hiyo konseri ambayo tunatayarisha je ulishaanza kufanya maafishe ama na tuambie kwanza sisi tukita na jua maafishe bado kutoka ndio naambia kwanza watu wanajua ile ni 30 au 31 ni konseri ambao utaifanya wewe mwenyewe ama kati ya watu ndani kati ya watu ndani utakuwa peke yako nadhani mama yako naye atakosa na unaambia si watu watoto kanikuja nene kupitia hiyo konseri ambao unaandaa bamujini ni kutoka kwako vitu vya kujia vitu vingi ya zaidi tu wanangojea vitu vizuri sana kama niko natayarisha vitu vizuri sana. Asante sana, hiyo ni jambo ya muhimu, jambo ya felicity pasikia iko ya kila mtu kulingana na aje ambao unakuwa nayo kwanza kufanya na kitu kama na hii lema ni jambo ya maana sana na ni mzuri kwa wale ambao watakuwa na tazama kitu hiyo waweze kusaidia mwenye msaada ambao unakuwa
nilisema hapo, washasikia kama daktari kama unaamua utakuwa na concert, na hiyo concert hautaifanya wewe peke. Inabidi watu wakuje wakusutemie tuke kuangalia yale ambayo tunapenda kuyapata hiyo siku wote kupata wa kutosha vizuri. Na vile pia itupise pia kwa wale ambao wanaweza kupenda kufahamu vizuri, akujue vizuri, kawezi kuwa na shauri ya kukupatia, anaweza kuwa na pongezi ya kukupongeza, anaweza kupata namna gani, hata kupitia simu, hata kupitia address. Sio kama unakuwa na address kwa YouTube, unakuwa na address kwa nani, unaweza kupata namna gani sasa. Kuna yule ambaye anaweza kuwa anatuona hapa na furahia, anaweza kuna nipongeze hiyo dada, nimpe shauri fulani, wanaongeaka hivi, wanafanyaka hivi ya vile. Kwani hakuna kazi ambayo inakuwa bila kupata shauri za watu. Kwa hiyo sasa, wakutamani kupata bila hata wapata namna gani sasa. Mtandao ni siku kabisa. Na kwa nini ya upendi kukua kumtandao? Kwani waimbaji wengi siku hizi tunawajua ndio kupitia mitandao ya kijamii, YouTube, Instagram, TikTok. Ni wewe ya upendi kukua kumtandao. Kwani nyimbo zako wewe unazisambaza, unasema wewe yakuwa na nyimbo za vizuri, hata hizo za audio donc hakuna wale ambao pia wameshawahi kusikia nyimbo zako za audio ambao umeshatosha. Nimeshasikia nyimbo zako zinapatikana nimeshaisikia. Na zile ambao mlikuwa mkifanya ona mzazi ama mamako mzazi, je, yote yalikuwa audio tu ama kulikuwa yale ambao mmeshatosha ya vizuri? Ziko wenye sasa zile zimeshatosha vizuri, mnazisambaza kupitia nini? Kwa unasema mko mitandao, mnazisambaza kupitia nini sasa? TikTok. TikTok ndio ni mtandao wa kijamii, mtandao donc ni vizuri. Kwa hiyo ni wewe ndio upendelee kuwa na content ya mtandao ama tu uko na difficulty pia kufungua hiyo? Donc na video kusaidia wale watu ambao wanajua namna gani wanafunga account, inatakiwa kusaidia kwa na sambaza video za watu wanafanya video ni vizuri. Juu ina siku watu wengi tena wapate video, watu wengi tena wanataka kuna concert, ndio fanya hiyo concert yako ambayo utaweza kufanya hiyo siku ya 20, siku pia unapokuwa na YouTube, Instagram kusambaza kwa mitandao ya kijamii. Basi tunapita kwa hiyo tuweze kuambia sina mmoja mtandao kupata kama una kompi au na au mtandao sasa akatumia nini ili aweze kupata. Kwa sababu natumia jina gani? Stereo wema. Na kuhusu namba ya simu ya una telefoni. Ni kwa hiyo kutoa namba ya simu yani. Kuna wale ambao pia watumikishe account ya Facebook ime anakuwa na namba simu ambayo anataka. Sijui kama ni vizuri unaweza kutoa namba simu kwa kuweza namba yako ni gani? François 0981 na kwa kwanza kutafutia haraka sana. Basi dada zote kwa unaweza kusalimia mashabiki wako ambao napendelea sana, wale ambao wanahitaji kwa kufunga mkono, wale ambao wanapendelea wakati hapo unapoimba, unapofanya konsere, unaweza kuwasalimia au kusikia nao vizuri. Ninasalimia kwanza nasikia napenda kabisa. Dede ninasalimia pia mchungaji wangu Stefan. Ninasalimia pia mchungaji wangu Ebenezer. Anapatikana kwa mtu karibu. Ninasalimia pia babangu si ninasalimia manager Jason Mbele. Asante sana. Wewe wanakuwa na wanasikia ama wanafurahishwa na salamu ambayo wanakuwa wakiwatumia. Kwa hiyo basi tutakuwa tunataka kumalizia kipindi cha siku ya leo. Tutakuwa tunazungumzia mengi sana, lakini sasa tutoshe ujumbe wako ya mwisho ambao utatoa kwa watazamaji. Ujumbe wangu ya mwisho ya kumalizia watu wanyonge sana.
zaidi sana, niko na besoin kama unapenda huduma mwingine mdogo ya zaidi sana kumsutenir au kuanza kimafuta pia kimashauri, ndio niko na besoin juu ningali na umri wa kidogo sana. Sasa niko na besoin na mashauri ya bebaisha nishinda vile niko zaidi yao, na niko pia na besoin pia soutenir babonke bani soutenir. Asante sana na nadhani jambo ya sana na sasa tutakuja tena nyuma kutoka sasa hiyo featuring ile video ambayo tunatarajia kwa moja taifanyizio image tu hapa kwa ama sasa pendelea kwenda kusha image nafasi nyingine. Naweza pendelea tena nafasi nyingine. Sisi kama tutakuwa pia na mara ya mafuta kuelekea Asante sana dada. Asante sana mpendwa mtazamaji, wakati tunafikia mwisho na tumehitimisha kipindi chetu cha siku ya leo, ambapo tulikuwa tunazungumza na dada Esther ambaye anafanya kazi ya uimbaji. Dada ambaye umri wake unaonekana kama ngali na umri wa kidogo, ila anajitahidi kufanya hiyo kazi ya uimbaji na kuimbia Mungu ili aweze kusaidia wengine waweze kuokoka kupitia nyimbo ambao anakuwa anaimba. Kuna mtazamaji, umeshasikia mengi ndani ya kipindi hiki, na kitu ambapo naweza kukumbushia ni hiki: dada ambaye ameonekana ngali mwanzo wa uimbaji, anatamani ama kuna besoin ya kuwa na watu ambao watakuwa karibu yake kwa kumsutenir, kwa kumsaidia na mashauri fulani ili kazi yake ya huduma, kazi ya uimbaji iweze kuendelea vizuri. Kwa hiyo wapendwa watazamaji, ni kitu ambayo inafurahisha sana kuona mtoto kama Esther anajitia moyo kazi ya uimbaji, na kama vile tunajua watoto wa siku hizi kabisa wengi hawapendi kufanya hiyo kazi ya kutumikia Mungu. Ila unapoona yule mtu ambaye ama mtoto ambaye anajitia moyo kazi ya kutumikia Mungu, ni vizuri kumsogelea, kumjia na mashauri na kumsutenir mbia mingi huko endelee na kazi yake vizuri. Nishatambua mimi kabisa, na nipenda pia kumshia kuhusu concert ambayo atafanya le 30 ya mwezi wa 11. Kwa hiyo na kumbusha watoto wa Kamituga, watoto ya tarafa nzima ya Mwenga, tusiatililie udada, tusiatililie mtoto wa kwetu Mwenga. Naipenda kusaidia kuendelesha territory ya Mwenga nao isogelee mbele kupitia nyimbo za Mungu. Kwa hiyo basi tusiweze kumwatililia, ni vyema kumuunga mkono anapofanya concert, anapokuwa anafanya featuring, anapokuwa na besoin ya kufanya hiyo filmage, ni vizuri kumuunga mkono ili kazi yake iweze kuendelea vizuri. Unapomuunga mkono sio tu yeye peke yake, nyimbo ambayo atakapokuwa akitosha itakuwa imefaidia watu wengi, inasaidia watu wengi, kwani ni nyimbo za Mungu. Kuna wale ambao tu wanaokoka kupitia nyimbo ambayo mtu anaimba. Hiyo kabisa sio jambo ya kuachilia, sio jambo ya kuikamata hivi, ni jambo ya kukamata na mikono mbili ili tuweze kusutenir leo dada. Nimefurahishwa na namna yake ambayo anakuwa naimba, nimefurahishwa pia vile vile na namna yake ya kukua, kwani ni mtu ambaye amekuwa amevutia sana watu, na kupitia umri ambao amekuwa live vraiment ni mtu wa kusutenir. Basi mpendwa mtazamaji, sitakuwa na mengi ya kuzungumza kwa sasa, umeshasikia mengi na sio kusema mengi pia ndio kusikilika. Wale ambao watakuwa na haja ya kumtambua, amesha kusema namba yake ya simu, ni vyema kumrujia na kuweza kumshauria vya mingi na kuweza kumrujia pia na mambo mengine ambayo itakuwa kumuendelesha ndani ya kazi ambayo amekuwa amefanya. Kipindi hiki kilikuwa kimeongozwa nami Elizabeth Mazambi. Kamera kumeshikiliwa naye mwenzetu ama mwenzi wetu Mandelson. Basi mpendwa mtazamaji, tutakutana tena baadaye kwa kipindi ambacho kitakuja hapo baadaye.